tuweze kuelewana. The only way president of this country anaweza kuwa peaceful ni kuambia ukweli. Hata aliua Nganga leo ama nishika nipeleke mahali ambaye amepelekanga wanaume, hakuna shida, lakini na hakika atasumbuka mpaka milele. Kwa nini ambaye anasema hivi? Kwa sababu hakuwezi kujiokoa kwa hiyo shida bila kutafuta vile suluhisho ya vijana. Nataka tuweke hii mambo maanani, ile ambayo kwa kadri ya uwezo wetu tuone vile ambayo tunaweza kuelimishana. Wacha nianzie na hii mambo ya KRA. Kabla tujakurugana na kuwa na maandamano, huwa kwanza tunawaonya. Tulikuwa hapa kwa kamera tukielezea watu wa KRA wameweka special table. Wanazungumza mambo ya kwamba wewe umekuwa locked. Umewekewa nini yako, ni pin number yako imekuwa locked. Na ukitaka kulipa kama ni laptop client wako ambaye anataka kulipa, hawezi kuwekea pesa kwa account kwa sababu nini yako ni locked. Na ni lazima ulipe kama wakati huu ambayo lazima upeke returns. Lazima utumie pin. Kwa hivyo ni lazima upelekwe special table ndio uweze kuongelelewa uchote ndio fanyike hiyo jambo. Nataka kuwaonya watu, Mheshimiwa Muriithi, Ndito Muriithi. Yeye ndio chairman. Tulikuwa naye Azimio. Kwani wewe ulikuwa corrupt namna hiyo? Kama uwezi kaa chini na watu wa KRA na uwaambie hiyo tabia utaki. Kwani wewe ni chairman wa aina gani? Tafadhali watu wa KRA, tumewaonya ya mwisho. Ikiwa kwamba hiyo jambo itafanyika na tupate hiyo kulu kwamba mnaendelea kufanya hiyo jambo, mtatuona hapo. Na tutaangopa kuja hapo. Na tutakuja tukiwa wengi. Kwa hivyo nyinyi ndio mtatafuta mahali ambapo tutajaa. Kwa sababu mna ujinga mwingi, tuwaonyesha ujinga bila na kanga. Na hiyo ni ya mwisho kwa sababu ni tabia mbaya sana kwa watu nyinyi. Kama mtu anataka kulipa returns, kupeka returns, ni lazima akuonge ndio ulipe. Hiyo ni tabia ina gani? Wamekuwa watu corrupt ambaye amueleweki. Hakuna mtu anawaamini. Nimeama hapo. Watu wa bunge la mwananchi, tukiwa kama sisi tuko na baba moja, niwe na shida zangu, mimi nataka kuongea na mzee. Kwa nini ukasirike nikiandamana, nikielezea mzee? Eza wewe uko na akili punguani. Kama mimi nataka kuandamana, miguu si yako, mdomo si yako, unakasirikia nini? Kama uko na mental problem, siweka kwa nyumbani. Baada ya kushinda kutusumbua hapo Nairobi, bunge power. Nataka tuelewane. Mimi nataka kuandamana. Wewe ukiona kama maandamano yangu haifai kwako, wewe uko satisfied. Kaa kwa nyumba yako, wacha mimi niendelee mambo zangu. Kwa sababu mimi ndio nimefinywa. Na mimi ndio najua mahali ambapo nafinywa. Kiatu na vinyanga, mtu anavinya kiatu, ndio anajuanga mahali inamfinya. Huwezi jua shida zangu, wewe ndio unajua zako. Na mimi najua zangu. Kwa wale ambao tunavinywa, tukitoka maandamano, wewe kaa kwa nyumba, wacha kutuletea kielele. Kwa sababu unaendelea kwa njia ambayo haifai. Wanakuwa kusimama hapo na tuambie story kwamba unajua mbunge. Wao ukikuja tupata na mbunge na tutakuwa nakuja mbunge kuongea shida zetu na tunapanga mambo zetu na tunaita watu wa press tuongee, kila Mkenya aelewe tunaongelelea nini. Ule ambaye tunauliza maswali ni president of the country na ni president wetu si wote. Sisi tukimwambia kwamba tuna matatizo, kwa nini unakasirika? Wewe ndio president. Kama president mwenyewe akasiriki na wewe unakasirika, kwa nini ni mjinga namba ngapi? Unakasirikia watu wakisema shida zao na si yako. Wacha sisi tuseme shida zetu. Wacha nikuje kwa mambo ambayo yanatuhusu. Nataka kusema hivi. Mambo ambayo yalifanyika juzi. Kila mtu ameelewa nini ambayo alikuwa yanafanyika. Kwa sababu kuanzia Moi Avenue kupanda hivi hakukuwa na shida na hakuna nduke iliibiwa. Kuanzia Moi Avenue kuteremka hivi kulikuwa naibiwa. Kwa nini kuanzia Moi Avenue kuteremka hivi? Kwa sababu polisi wale concentrate na watu ambao walikuwa na peaceful demonstration. Wakaachana na wale ambao walikuwa ngunzi, ambao walikuwa wameitwa na government of this country. That's the reality. Na baadhi yao wale mangunzi ndio wanakuja kuletea ujinga hapa. Wanakuja kuambia unajua article inasema nini? Soma mbele ya watu. Hii katiba tulipasibate kuandika. Na tukauliza kwa maneno. Tukasema maneno yetu, tukaandika maneno yetu na tukasema
Hii chapter ilikuwa fundamental rights katika former constitution. Tukaibadilisha tukaenda kwa Bomas draft ambayo ilikuwa chapter 5. Sasa wakati ambayo ilikuwa 2010 ikaikuwa chapter 4. Na tukajua ni nini ambayo ilikuwa inafanyika. Tulikuwa Bomas of Kenya. Mimi mwenyewe nilikuwa observer Bomas of Kenya. Tukienda kuandika nini? Katiba. Kwa nini nilikuwa naandika katiba? Sasa baada ya kufanya hiyo mambo yote tumeandika tuweze kuangalia tuwe na article hii ambayo inazungumza mambo ya hii kama ni land tuweke na chapter 5, kila mtu apate shamba ikawa namna hii, kila jambo tukaweka. Itasiwa ndendengrate. Ni lazima kuwe na uongozi ambaye inakaa kama transparent, kama kioo. Wakati ile ambao tunazungumza kwa kitu ambacho tumeiona, tunaona inaenda vibaya. Mimi on my side wananiudhi sana, especially you young men ambaye mtu anakuambia mimi niko ndani ya government, na ukimwona jioni ikifika nisaidie fare za saba ninunulie uji, na huyu niko ndani ya government. Ukashindwa huyu ni mtu wa aina gani? Kwani kama government sisaidie huyu kwanza ambaye anashinda kilalamika iko ndani ya government? Au stupid you are. Unajua ni baya sana mamako kuuza ng'ombe ya miguu 4 asomeshe nyingine ya miguu 2. Hiyo ni hasara. Tafadhali waandikeni young men. Mwelewe kwamba ile kitu ambao wale ambao tunatetea, especially mzee kama mimi, hata sasa hii serikali ikichukulia na mamangu au ndio president, mimi siwezi kuwa kwa ofisi ya Tulendo nipate hapo. Miaka yangu imepita. Na mimi huwa kila siku nawatetea kwa sababu nahitaji ukule. Kwa nini ambao anasema namna hiyo? Wakati ile uko na shida, unamzamazia babako au mamako indirect. Unabaa watoto na wapeleka kwa nyanya yao. Huyu nyanya yao, yeye mwenyewe anatumia pesa yake kuwasaidia watoto wako. Kwa hivyo ili aweze kujikubungua hiyo mzigo, ni lazima atafute njia vile ambaye atakuwa accepted by the government. Kwa nini Kibaki aliruhusu pikipiki kama mingi? Boda boda. Ili aweze vijana wao kazi. Naomba tafadhali, ili tuweze kuelewana. The only way president of this country anaweza kuwa peaceful ni kuambia kweli. Hata aliua Nganga leo ama alishika alipeleka mahali ambaye amepelekanga wanaume, hakuna shida, lakini na hakika atazunguka mpaka milele. Kwa nini ambaye anasema hivi? Kwa sababu hakuwezi kujiokoa kwa hiyo shida bila kutafuta vile suluhisho ya vijana. Kama unapata mtu kama mtu Omburu Odinga ati ndio senator in charge of youth affairs na yeye iko na 95 years, Nganga atakuwa ni that's other stupid you are. Sasa mimi nikiongea mnasema Nganga mwenye hasira. Hasira kitu kama hicho, hata kama ni wewe, hata kama wewe ni shetani, unaona kama ninakaa poa, naweza sema mwenyewe mimi ni shetani, lakini hii si poa. Tubadilike. Kenya tunahitaji watoto wapate kazi. Huwezi kuwa kama kila mwaka shule colleges of this country inatoa more than 250,000 students wana graduate na una factory hata moja. Zile zilikuwa hapa zote liamea Uganda na nyingine kanda Tanzania. Tumebaki tulikuwa tumenyezwa. Sasa tukiwa tumenyezwa hivi, mtu anakuja kuambia tuko ndani ya government, tukifanya nini? Kwani hapa ni maternity tunaenda kujifungua au studio? Tubadilike. Mimi naomba tafadhali tuungane wote. Siongeangi na bastard. Nero tafuta watu wa klasi yako. Mimi nasema hivi, nenda tafuteni si wenyewe. Tukae chini tutafute vile tunaweza pata solution. Na the only solution ni vile vijana wanaweza kuwa kazi. Kibaki alikuja na mambo ya vijana na kazi, na akamake sure kama pikipiki imekuja. Hii bodaboda ambayo alikuwa Mbuzia ikaingia kila mahali. Hapa Nairobi kuna more than 100,000 pikipiki ambazo zinapewa watu, vijana wakakuwa mbisi. Vijana wakiwa mbisi, hii kelele haitakuwa. Lakini story ya kusema watu wote ama askari wote including hao wanatumana watu wawawe ni 120. Vijana hapa Nairobi peke yake youth Gen ni more than 2 million. Wakiwaambia tokeni tumatane watatoboa. Tusema ukweli. Wacha kujifanya ng'ombe, hakuna mtu atakukamua. Lazima tuende mbele. Na ni lazima. Wakati ule ulikuwa unasema digital. Kwani digital ilikuwa inakuja kusema nini? Tuliama analog, wakuya digital. That's why wanamwombolezeana 2 minutes.
Unaona wamejaa. Na nikwambie ukweli, ukitaka kuamini, wasipoitana wakae chini na waelewane na vijana, hata hiyo 77 na 88 na itakuwa na watapigana. Mungu awabariki na awape hekima. Asanteni. Kama unapata mtu kama mtu Omburu Odinga ati ndio senator in charge of youth affairs na yeye iko na 95 years, Nganga atakuwa ni that's other stupid you are. Sasa mimi nikiongea mnasema Nganga mwenye hasira. Hasira kitu kama hicho, hata kama ni wewe, hata kama wewe ni shetani, unaona kama ninakaa poa. Naweza sema mwenyewe mimi ni shetani, lakini hii si poa. Tubadilike. Kenya tunahitaji watoto wapate kazi. Huwezi kuwa kama kila mwaka shule colleges of this country inatoa more than 250,000 students wana graduate na una factory hata moja. Zile zilikuwa hapa zote liamea Uganda na nyingine kanda Tanzania. Tumebaki tulikuwa tumenyezwa. Sasa tukiwa tumenyezwa hivi, mtu anakuja kuambia tuko ndani ya government, tukifanya nini? Kwani hapa ni maternity tunaenda kujifungua? How stupid you are. Tubadilike. Mimi naomba tafadhali, tuungane wote. Siongeange na bastard. Siongeange na bastard, nero tafuta watu wa klasi yako. Mimi nasema hivi, nenda tafuteni si wenyewe. Tukae chini tutafute vile tunaweza pata solution. Na the only solution ni vile vijana wanaweza kuwa kazi. Kibaki alikuja na mambo ya vijana na kazi, na akamake sure kama pikipiki imekuja. Hii bodaboda ambayo alikuwa Mbusia ikaingia kila mahali. Hapa Nairobi kuna more than 100,000 pikipiki ambazo zinapewa watu, vijana wakakuwa mbisi. Vijana wakiwa mbisi, hii kelele haitakuwa. Lakini story ya kusema watu huita maaskari wote including hao wanatumana watu wawawe ni 120. Vijana hapa Nairobi peke yake youth Gen ni more than 2 million. Wakiwaambia tokeni tubatane, watatoboa. Tusema mkweli, wacha kujifanya ng'ombe, hakuna mtu atakukamua. Lazima tuende mbele. Na ni lazima. Wakati ule tulikuwa tunasema digital. Kwani digital ilikuwa inakuja kusema nini? Tuliama analog, wakuja digital. That's why wanamwombalazana 2 minutes. Unaona wamejaa. Na nikwambie ukweli, ukitaka kuamini, wasipoitana wakae chini na waelewane na vijana, hata hiyo 77 na 88 na itakuwa na watapigana. Mungu awabariki na awape hekima. Asanteni.